Tupungiane mikono pale ulipo. Usiogope kama umekuja na stress zozote, zinaisha leo. Geukie mwenzako, mwambie uko mahali salama. Mwambie uko mahali salama. Ukiingia kanisani kwenye ibada ya kiroho, uko mahali salama sana. Malaika wanafanya kituo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka kuongea juu ya kazi kamilifu aliyoifanya Yesu Kristo. The perfect work that Jesus has done for us. Kazi kamilifu aliyoifanya Yesu katika maisha yetu. Kazi kamilifu. Kazi zingine zote zina mapungufu, lakini kazi ya Kristo ni kazi iliyokamilika. Na Mungu akaithibitisha kwamba imekwisha. Sema imekwisha. Tamka tena imekwisha. Geukie mwenzako, mwambie imekwisha. Akuangalie, maana tunaanza kwa mawasiliano. Mwambie imekwisha. Neno la Mungu ni chakula ambacho kitakufanya usishindwe safari. Katika Warumi sura 8 ambao nimesema mstari ule wa 3, Warumi 8:3, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Haleluya. Narudia, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu. Kwa vile ilivyokuwa dhaifu. Udhaifu wa sheria sio kwamba Mungu aliweka kitu dhaifu. Sheria haikuwa dhaifu kwa maana hiyo. Hapana. Udhaifu wa sheria ilikuwa kamilifu, lakini haikutosheleza hitaji la mwanadamu. Haikumsaidia. Mwanadamu alikuwa na mapungufu ambapo sheria ile ilikuwa ni ngumu kuitendea kazi. Ni kama umetengeneza kitu ambacho wale wanaotakiwa kutekeleza hawawezi, basi kile kitu ni dhaifu. Sasa sheria ambayo Mungu alikuwa amempa Musa ilikuwa kamilifu. Udhaifu wake ilishindikana kumsaidia mwanadamu. Na kwa sababu ile sheria haikuwepo kama sheria tu, ilikuwepo ikiwa imelenga kumsaidia mtu aweze kumjua Mungu ni nani. Haikuwepo tu kama show. Ilikuwepo kumsaidia mwanadamu ajue Mungu ni wa namna gani, anataka nini, hataki nini. Tuko pamoja? Unanielewa? Kwa ilikuwa dhaifu kwa sababu ya tabia ya mwanadamu. Tabia ya mwanadamu ilikuwa ni ngumu kiasi kwamba sheria ile hakuweza. Kila alipojitahidi hakufikia ukamilifu. Hakutosheleza. Kwa sababu ilikuwa fanya hiki ili upate hiki. Usipofanya unapata madhara haya. Na mwanadamu alikosea mara nyingi kwa sababu sheria haikumsaidia. Mwisho akaishi katika uasi. Tabia ya uasi ikaja, si kwa vile hapendi kuitimiza sheria. Imekuwa ngumu kwake. Tuko pamoja? Imekuwa ngumu kwake kwa sababu ya mwili, udhaifu wa mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Mwili wa dhambi si kwamba Yesu alikuwa mwenye dhambi na kwamba alifanya dhambi. Alizaliwa kama sisi. Kwa maana alikuwa na mwili, alisikia njaa, alisikia usingizi, alisikia kuchoka na alilala. Na alisikia njaa. Mwili wa dhambi manake alizaliwa kama sisi, japo yeye kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini alivaa mwili, alikuwa mwanadamu kamili. Sadaka isingetakiwa nje ya mwanadamu kamili. Yesu alikuwa mwanadamu kamili ili aweze kushughulika na hitaji ya mwanadamu kamili. Hakutakiwa kuja kama malaika. Malaika walikuwepo tangu mwanzo. Malaika amewaongoza Israeli hata kupasua bahari ya Shamu, lakini aliwapa wokovu wa muda. Wokovu unahitaji sadaka, damu. Alitakiwa aje mtu ambaye ataishinda dhambi katika mwili wake. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, yani amezaliwa kama sisi kwa sababu ya dhambi,
alihukumu dhambi katika mwili. Haleluya! Yesu amekwenda msalabani, Mungu akaamua kumvika dhambi zote za wanadamu, kama vile amewahi kutenda dhambi kuliko sisi. Akachukua dhambi zote ambazo sisi tumeshatenda na ambazo zitatendwa kipindi chetu hiki. Mungu akamvika, akamshushia pale msalabani. Ndicho kile kilio cha kuona Mungu amemwacha, kwa sababu dhambi inamwachanisha mtu na Mungu. Maisha ya dhambi yanamtenga mtu na Mungu. Kilio cha Yesu, aligundua ametengwa na Baba baada ya maisha ambayo hajazoea yameingia kwake. Dhambi imemshukia na anafahamu dhambi inamtenga mtu na Mungu. Akapiga kelele, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Aligundua kabisa, kwa namna nilivyo hapa Baba atanisaidia, lakini kwa wakati mahusiano imekatika, mahusiano yamevunjika, nimechukua asili asiyokuwa nayo Baba. Nimechukua kitu ambacho sikuwa nacho, maana ni mtakatifu wa milele. Anaishi sasa, maisha yale yamemponyoka, sio yeye tena. Amechukua asili nyingine ambayo haimpi furaha kumwona Baba. Anaona giza, haoni, japo ni kwa muda mchache. Lakini Yesu alisikia tabu, kwa sababu hajawahi kuishi maisha ya dhambi. Kwa ajili yako, kwa ajili yangu, Yesu alijaribisha kuishi maisha ya dhambi. Kwa ajili yako na kwa ajili yangu, Yesu aliambukizwa dhambi. Alipata maambukizi ya kutosha kutoka kwa wanadamu. Dhambi ilimuhamia, akaambukizwa. Yeye asiyekuwa mwenye dhambi akapata maambukizi yaliyomtesa kwa muda, lakini ashukuriwe kwamba yeye ni mwokozi wa ulimwengu wote. Haleluya, tuko pamoja? Nazungumzia kazi kamilifu aliyoifanya Yesu Kristo katika maisha yetu, katika maisha yako. Kazi ni kamilifu, na Mungu ameonekana kwamba ndiye ambaye ametuokoa sisi. Haleluya. Hebu tuangalie pale ule mstari wa 4. Mstari wa 4. 8 ile 4. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sasa. Si kwa kuitimiza tu, si kwa kuitendea tu. Yale maagizo ya Torati, kila ambacho Mungu alitaka kitimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mwili, bali mambo ya Roho. Kwa hiyo Mungu alichokifanya baada ya kazi ya Yesu Kristo, kila ambacho kilikuwa hakiwezekani kutimizwa, Agano la Kale, sheria iliyokuwa ngumu, utekelezaji wake ulikuwa hauwezekaniki. Yesu alipokuwa amekwisha kufa na kuichukua asili ya mwili wetu, ya udhaifu wetu, na katupa ukamilifu. Ukumbuke kwamba kazi ya Yesu Kristo ilikuwa ya kubadilishana nafsi ndio wewe, nafsi ya Yesu ndio Mungu. Nafsi ya Yesu ilikuwa kamilifu, maana ni Mungu milele, ni mwana wa Mungu. Tuko pamoja? Unanielewa? Yesu ni mkamilifu, mwanadamu ni dhaifu, ameshindwa kutimiza sheria ya Mungu. Yesu alichokifanya sasa, amegundua mwanadamu ni dhaifu, hawezi kuitimiza sheria ya Mungu. Torati imemshinda, sheria imemshinda. Yeye alichukua hiyo Torati baada ya kufa, akaihamishia katika nafsi yake. Akachukua ukamilifu wa nafsi yake, akatupa sisi. Akaichukua nafsi yetu ya udhaifu, ikaenda kwake, akaenda nayo msalabani. Yaani mpaka hapo nataka usikie kama umshangilie Mungu vya kutosha. Kwa kazi ya Yesu haikuwa wewe utimize kitu. Yeye alikwisha kuilipia ile Torati. Ameshinda,
amechukua ukamilifu akakupa wewe, akachukua udhaifu akawa nao yeye, ili ukamilishwe, ili tukamilishwe katika yeye. Ilibidi yeye nafsi yake iliyokamilika ingie ndani yetu, alafu ile sheria ihamie kwetu. Maandiko yanasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi. Kwa sisi hatuenendi kwa sheria ya mwili, tunaenenda kwa sheria ya Roho. Sheria ya Mungu iko ndani ya moyo wa mtu aliyeamini. Mtu ambaye anamwamini Yesu sasa, sheria ya Mungu ya kutenda mema iko ndani yake. Wazo la kutenda mema sio wazo la kujifunza. Hatujifunzi, ni utu wetu. Kutenda mema ni utu wetu, na kama mtu anatenda mabaya amechukua utu mwingine. Baada ya kuokoka, asili yako ni ya kutenda mema, ni ya kutenda mambo mema, ni ya ushindi, sio ya kushindwa. Ndio maana neno linasema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Ule ushindi uko ndani yetu. Tumefanywa washindi, hatutafuti kushinda, tumefanywa washindi. Na sisi ukamilifu ni maisha yetu, kwa sababu Yesu amekamilisha maisha yetu. Alichukua udhaifu wetu akaushinda. Na sisi hatuenendi kwa mwili, tunaenenda kwa Roho. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakaa ndani yetu. Yesu akasema, kaeni hapa mpaka mvikwe uwezo kutoka juu. Roho Mtakatifu ataitenda sheria ya Mungu ndani yako. Unapokuwa unafuata Roho Mtakatifu, unakuwa mshindi katika mambo yote. Hakuna mahali utaona kwamba hapawezekani. Kila mahali panawezekana, kila kitu kinawezekana, maana ni kazi ambayo Mungu ameifanya ndani yangu, ni kazi ambayo Mungu ameifanya ndani yako. Kama unanielewa, ni kazi ya Kristo, sio kazi ya mtu, ni kazi ya Kristo. Yeye amegharimia maisha hayo. Kwa hiyo tumebadilishana nafsi zetu. Yesu amechukua udhaifu wako, ukachukua ukamilifu wake, na katika ukamilifu wake utaona kuna vitu ambavyo lazima vinatokea kwako. Mojawapo ni ushindi. Ushindi wa dhambi hauwezi kutokea kwa mwanadamu mpaka awepo mshindi. Sikiliza nikwambie kitu. Tunaposema mtu huyu ameshinda, lazima ana nguvu ya kupambana na kile kitu, na amekiweza. Ana uwezo wa kupambana na ameweza. Mwanadamu hakuwa na uwezo wa kupambana na kitu kinaitwa dhambi akaweza. Ameshindwa miaka yote, zamani zote, hajawahi kushinda dhambi. Mungu amejidhihirisha kwa njia ya Kristo Yesu. Mwanadamu aliyeamini anaweza kushinda dhambi. Neno linasema dhambi haitawatawala tena, haitakuwa bosi. Dhambi isiwe bosi kwako. Usiwe mtumwa wa tamaa za mwili, usiwe mtumwa wa tamaa za macho. Haitatawala. Unaweza ukasikia tamaa, lakini hautaitendea kazi. Uko uwezo ndani yako ambao Yesu ameuacha wa kushinda, ambao kule zamani haukuwepo, lakini kwa sasa tumepata uwezo wa kushinda yasiyowezekana. Unaweza ukapitiwa na mashaka, lakini huwezi kudumu kwenye mashaka, kwa sababu mashaka sio utu wako. Utu wako wa sasa ni imani. Kwa hiyo sio mtumwa wa vitu vya ajabu ajabu. Ili uone wema wa Mungu lazima usiwe mtumwa. Usikae kuwa mtumwa tena, usitumikishwe tena, usifungwe tena, kwa sababu hakuna asiyetaka uhuru. Kila mtu anapenda uhuru, sawa? Kila mtu anapenda uhuru. Ukiona mtu ni kahaba usikini anapenda, amefungwa. Hakuna raha kwenye ukahaba, hakuna.